appreciate mchango mkubwa Said Bakhresa na group yake yote. Hivyo ndivyo Said Salim Bakhresa alivyotambuliwa katika tuzo hizo zilizotolewa kwa mara ya kwanza na Jumuiya ya Wafanyabiashara wa Kariakoo. Vipengele mbalimbali vilihusishwa katika tuzo hizi, ambapo ya heshima ikaenda kwa mmiliki wa kampuni za SSB na kupokewa kwa niaba yake na mkurugenzi wa ufundi wa Bakhresa Group Munil Bakhresa, huku tuzo ya mzalishaji bora wa chakula na vinywaji ikipokewa na meneja uhusiano na mawasiliano wa SSB Rehema Salim. Mzee ni mmojawapo wa wafanyabiashara ambao wako Kariakoo, ni mmojawapo yupo katika eneo hilo. Kwa wameona mchango wake, yuko hapo toka miaka hiyo ya 75. Kwa hiyo tunashukuru sana kwa kutambua mchango huo, lakini pia hata kwa serikali. Na tuzo ya pili tuliyopata leo ni kwa ajili ya wazalishaji wa vinywaji. Tunasema tu tutaendelea kuwazalishia bidhaa zenye ubora wa hali ya juu, lakini pia kwa gharama nafuu kabisa. Katika tuzo hizo, wafanyabiashara wakatakiwa kuendeleza ushirikiano katika kipindi ambacho bado masuala ya kisera yanafanywa kazi na serikali. Na serikali itaendelea kuhakikisha kama kuna mambo ya kuboresha katika upande wa sera, upande wa sheria, serikali tunalifanyia kazi. Lengo letu ni kwamba tufike mahali maeneo mbalimbali yanayohusu mambo ya sheria, mbalimbali yanayohusu mambo ya sera, yanayohusu miongozo na kanuni za kuwasaidia Watanzania wakafanya biashara yao vizuri. Hili upande wa serikali tunalifanya kila inawezekana. Naomba tushirikiane kwa pamoja kuilinda Kariakoo liwe soko la kimataifa kama jina lake lilivyo. Tuzo hii ikawe ari na mwanzo mpya kwa wafanyabiashara wa Kariakoo kuanza kujibrand, kuwa rasmi, ili mwakani tuwe na tuzo nyingi zaidi ya 100. Baadhi ya wafanyabiashara waliopata tuzo hizo wakazungumzia umuhimu wake. Ilikuwa tu unafanya tu biashara, hakuna anayekupongeza, hakuna anayekuona, lakini kuja tuzo hii itahamasisha hata wengine ambao hawajashiriki watashiriki zaidi. Nimefurahi kwanza, hiki ni kitu kikubwa sana ambacho kinaenda kuniwezesha, kuniongezea motisha. Mchakato wa tuzo hizi ulihusisha takribani wafanyabiashara 1500 katika vipengele zaidi ya 30. Rebecca Mbembela, Azam News, Dar es Salaam.